miradi inaweza kuwepo mingi, lakini je, matokeo ni yapi? Mheshimiwa Mbunge amezungumza, lakini si ni mashuhuda. Leo hii mnaweza kuona kiwango cha elimu namna ambavyo kimepanda kwa kiwango kikubwa. Hii yote inatokana na juhudi kubwa zilizofanywa na serikali, lakini pia na nyinyi waheshimiwa madiwani ambao mmekuwa mkiwahoji na kuwasimamia wataalamu wa idara ya elimu ambao leo hii wameweza kutufanikishia masuala kama haya. Wilaya ya Ludewa tunatembea kifua mbele, matokeo ni makubwa. Asitaka kuona ni basi ameamua kufumba macho kwa yali yake, lakini mambo ni mazuri. Na hata mimi wakati nazungumza na walimu mara kadhaa nimekuwa nikisema, jamani, mimi kikweli nina mawazo sana na hii wilaya niliyokabidhiwa, kwa sababu nimewakuta mkiwa pazuri. Ninaomba Mungu niendelee kuwaacha mkiwa mko pazuri zaidi, isije elimu ikateremka mikononi mwangu. Nimewakuta pazuri na mnaenda vizuri, na mpaka leo hii tumekuwa kioo kikubwa. Lakini waheshimiwa madiwani, ni washukuru zaidi kwa usimamizi wa mapato na ukusanyaji wa mapato. Mmekuwa mkishirikiana pamoja na ofisi yangu ya mkuu wa wilaya na waheshimiwa madiwani kupitia baraza lenu pamoja na wataalamu wa halmashauri. Leo hii takwimu za ukusanyaji wa mapato wilaya yetu inaenda vizuri na tuko kwenye nafasi nzuri. Mwanzo leo nilikuwa nikimuuliza mkurugenzi asubuhi juu ya mapato, akanieleza kwamba bajeti ya awali ambayo mliipitisha mwaka jana, mwaka wa fedha uliopita, kabla mjafanya marekebisho, ilikuwa tayari imeshafikia 1.5%. Lakini mapato mengine ambayo mmefanyia allocation ya mwezi wa 12 nayo pia mnakimbizana na uhakika wa kufika 100% ya hiyo bajeti ya pili huko pale pale. Na ofisi yangu itaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwenu. Lakini pia usimamizi wa miradi mmesimamia vizuri. Hivyo ndugu zangu, leo hii nikiwa nina miezi 7 ndani ya wilaya ya Ludewa, yako nilijifunza. Na nimekuwa sitaki kuwa mnafiki, nataka kuwa mwazi na nitaendelea kuzungumza, iwe ni kwenye mikutano ya hadhara, kwenye ziara zangu, iwe sehemu yoyote. Na hata leo hii naomba nitamke mbele yenu waheshimiwa madiwani, kazi mnaoifanya ni kubwa na kazi inaonekana na manufaa yake hapo. Msibezwe na outsiders, msibezwe na watu ambao wako nje ya Ludewa. Yawezekana tu vitu vyao hasili majina yana unasaba na Ludewa, kuwasema ya kwamba hakuna kazi mnaifanya. Kuna kazi kubwa mnaifanya na mafanikio ni mazuri. Swala la utoaji wa mikopo hii 10% inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni, sheria na taratibu na mwongozo wa utoaji wa mikopo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea mawazo ya waheshimiwa madiwani, lakini tutajikita kwenye kusimamia sheria, kanuni na taratibu za utoaji wa mikopo. Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, hii mikopo hatutoi kama ruzuku. Ni fedha ambayo sisi kama halmashauri tumekusanya, mwisho wa siku inarudi kwa jamii, waifanyie kazi. Moja, ule mkopo uonyeshe tija kwa mtu mmoja mmoja au kikundi au halmashauri. Lakini pili, fedha hiyo ambayo inatoka kwenye vikundi irejeshwe ili iweze kuwa revolving fund kwa kupesha vikundi vingine. Kwa hiyo kwa vile vikundi ambavyo vitakuwa vimekidhi, na bahati nzuri tayari tulishatoa tangazo kupitia kwenye mfumo lakini na maeneo mengine. Kwa hiyo ni wasihi waheshimiwa madiwani, tuhamasishe watu waombe hiyo mikopo, na tutakuwa na uwiano ambao ni sahihi. Hatutapendelea kama alivyosema Mheshimiwa diwani kuwepo na mgawanyo au mtawanyo ambao ni sahihi, lakini bezi kwenye moja, eneo la kijiografia, tija ya mkopo wenyewe, kwa sababu kwenye uhalisia tutasema uhalisia. Kuna vikundi vingine ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti tutakopesha, tumeshaviona vingine tunahangaika navyo. Tunatoa fedha kwa kubalance, lakini mwisho wa siku zile fedha kuzirejesha inakuwa ni changamoto. Lakini kuna vikundi vingine tumewapa fedha na sisi wenyewe tunakidhi na tunaona waheshimiwa madiwani kule vinafanya vizuri. Kwa hiyo nadhani kwa sababu tuna ule mwongozo na una zile tools, criteria, vigezo vya kuchuja maombi ya vikundi mbalimbali, tutapitia ule utaratibu. Wale ambao watakuwa wamekidhi watapata hiyo mikopo. Najua idadi ni kubwa ya wanaohitaji kukopa, lakini fedha ambayo tunaikusanya kupitia 10% bado ni kidogo. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tunachokitaka ni kuona tija ya fedha ambayo imekopeshwa kwa vile vikundi ambavyo tunatarajia kuvikopesha. Lakini hata Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepokea ushauri na tutafanyia kazi ili mwisho wa siku
Ludewa yetu na kata 26 na zote ziko chini ya wilaya yetu ya Ludewa. Isionekana upande mmoja tu ndio umependelea kupata mkopo wakati maeneo mengine hawajapata mkopo, lakini hii litatokana na wale wa vikundi ambavyo vinapaswa kuomba mikopo viombe, na sisi kama halmashauri kupitia idara yetu ya maendeleo ya jamii tutakuwa karibu kuwasimamia. Tunafahamu changamoto iliyotokea kwenye ukopishaji wa awamu ya kwanza. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo ya kujazwa vizuri zile nyaraka, na kama tunavyofahamu watu wetu wa ngazi ya chini bado hawajakuwa na elimu ya kuweza kuandaa maandiko vizuri. Kwa hiyo kupitia maafisa maendeleo ya jamii wale wakati na timu zetu za uwezeshaji ngazi ya kata, tuhakikisha tunakuwa na karibu na hivyo vikundi, tuwawezeshe waweze kuandaa dokumenti zao ambazo zitapelekea kupata hiyo mikopo.